Ukimya mzito wa siasa za Marekani. Vita vingine vimeanza, si kwa bunduki, bali kwa ramani, ndani ya wabunge wa majimbo, kwenye mahakama na nyuma ya milango ya siri ya viongozi wa chama. Republican wameanzisha operesheni ya haraka ya kubadili mipaka ya majimbo ya uchaguzi kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa mwaka 2026. Lengo lao ni moja tu: kuzuia kuanguka kwa nguvu ya chama hicho ndani ya bunge la Marekani kabla upepo wa kisiasa haujawageukia kabisa. Kila kitu kilianza baada ya uamuzi mkubwa wa Mahakama Kuu ya Marekani, Supreme Court of the United States, uliodhoofisha sehemu ya ulinzi wa wapiga kura wachache chini ya sheria ya haki za kupiga kura ya Voting Rights Act. Mara tu baada ya uamuzi huo, viongozi wa Republican waliona mlango umefunguka. Ndani ya wiki chache tu, ramani mpya za uchaguzi zilianza kupitishwa kwa kasi katika majimbo kadhaa ya kusini mwa Marekani. Lakini nyuma ya harakati hizi kuna kivuli kikubwa cha kisiasa cha Donald Trump. Rais huyo wa zamani na sasa kiongozi mwenye ushawishi mkubwa ndani ya Republican ameendelea kushinikiza majimbo yanayoongozwa na chama chake kufanya redistricting mpya kabla ya uchaguzi mkuu wa katikati ya muhula. Trump anajua historia ya Marekani, si rafiki kwa chama kinachokuwa White House wakati wa midterms. Mara nyingi chama cha rais hupoteza viti vya Kongresi, na safari hii hali inaonekana kuwa ngumu zaidi, huku viwango vya kukubalika kwake vikionyesha dalili za kushuka. Republican wameamua kucheza mchezo wa mwisho wa nguvu. Wanaamini wanaweza kuongeza hadi viti 15 vipya vya Republican katika majimbo 7 tofauti kwa kutumia ramani mpya za uchaguzi. Democrats nao wanajaribu kujibu mashambulizi hayo, lakini matumaini yao yanaonekana madogo zaidi, wakitarajia kupata takribani viti 6 pekee kutoka majimbo mawili. Katika South Carolina, hali imekuwa ya moto kisiasa. Gavana wa Republican Henry Master aliita kikao maalum cha bunge kujadili upya mipaka ya uchaguzi wa Kongresi. Mpango uliopitishwa na baraza la wawakilishi wa jimbo hilo una lengo la wazi kabisa: kuongeza nafasi ya Republican kuchukua jimbo pekee linaloshikiliwa na Democratic ndani ya South Carolina. Lakini hata ndani ya Republican wenyewe kuna mgawanyiko. Baadhi ya maseneti wa chama hicho wana hofu kubwa, wakijaribu sana kuisambaratisha ngome ya Democratic inayomilikiwa na mbunge maarufu Jim Clyburn. Wanaweza kusambaza wapiga kura wa Democratic kwenye maeneo mengi kiasi cha kufanya baadhi ya maeneo ya Republican kuwa hatari kupotea. Wakati mijadala ikiendelea usiku na mchana ndani ya bunge la jimbo hilo, seneta wa Democratic Jeffrey Grammer alitoa onyo kali akisema, na hapa nanukuu, kura za Jumanne hii zina umuhimu mkubwa kuliko wakati mwingine wowote, mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo ilionyesha namna vita hii ya ramani ilivyogeuka kwa mapambano ya mustakabali wa nguvu za kisiasa Marekani. Katika Louisiana, hali si tofauti. Mahakama Kuu ilibatilisha ramani ya zamani ya uchaguzi iliyokuwa na maeneo mawili yenye idadi kubwa ya wapiga kura weusi yaliyokuwa yakishikiliwa na Democrats, ikisema ilikuwa racial gerrymander. Sasa wabunge wa Republican wanajaribu kuunda ramani mpya ambayo bado itaonekana halali mahakamani, lakini kwa siri iwape nafasi kubwa zaidi ya kushinda jimbo moja lililokuwa linaelekea kwa Democratic. Hata hivyo, ndani ya Louisiana wenyewe kuna vita ya ndani. Baraza la Seneti na lile la wawakilishi yana ramani tofauti kabisa kuhusu namna ya kugawa maeneo na parokia mbalimbali. Kama hawatakubaliana kabla ya Juni mosi, mgogoro huo unaweza kuingia kwenye kamati maalum ya usuluhishi, huku muda ukiwa unayoyoma kuelekea uchaguzi. Katika Alabama, vita sasa vipo mahakamani. Majaji wa mahakama ya shirikisho wamesikiliza kesi mpya inayotaka kuzuia matumizi ya ramani mpya ya uchaguzi ambayo inaweza kuwapa Republican kiti kingine cha ziada Kongresi. Mashirika ya haki za kiraia
kama NAACP, Legal Defense Fund na America Civil Liberties Union yanadai ramani hiyo ilitengenezwa kwa nia ya kudhoofisha nguvu ya wapiga kura weusi. Wanasema hata kama Mahakama Kuu ilibadili msimamo wake kuhusu Rogeina, bado ushahidi wa Alabama unaonyesha wazi kuwa kulikuwa na ubaguzi wa makusudi dhidi ya wapiga kura weusi. Hivyo wanataka mahakama isimamishe kabisa matumizi ya ramani hiyo kabla uchaguzi haujafika. Na huko Tennessee, kesi nyingine imeibuka. Ramani mpya ya uchaguzi imegawa eneo kubwa la Memphis ambapo lilikuwa ngome ya wapiga kura weusi na Democrat. Wapinzani wanasema hatua hiyo ilifanywa ili Republican waweze kushinda viti vyote 9 vya Congress katika jimbo hilo. Kesi iliyofunguliwa na NAACP inadai wabunge walivuka mipaka ya mamlaka yao walipofuta sheria iliyokuwa inazuia kubadilisha ramani katikati ya muongo wa sensa. Kwa sasa, Marekani inaonekana kuingia kwenye enzi mpya ya vita vya ramani. Hii si tena siasa za kampeni pekee, ni mapambano ya nani ataamua mipaka ya nguvu kabla hata kura hazijapigwa. Republican wanaamini huu ndio wakati wao wa mwisho wa kujihakikishia uhai wa kisiasa kabla ya upepo wa hasira za wapiga kura haujawapiga vibaya katika uchaguzi wa mwaka 2026. Lakini Democrats wanaona jambo hili kama jaribio la wazi la kugeuza mfumo wa uchaguzi kuwa silaha ya kisiasa, na huku mahakama, mabunge na wananchi wakisubiri uamuzi wa mwisho, taifa la Marekani linaendelea kushuhudia swali moja kubwa likining'inia hewani. Je, uchaguzi wa Marekani bado unaamuliwa na wapiga kura au wachoraji wa ramani? Endelea kufuatilia Shehena Media kwa habari za uhakika.